Umetikia wito eh? Ndio, niambie. Sasa sikia, tabia ya kumfuatilia shemeji yangu ife, sawa? Bro, mbona sikuelewa unamaanisha nini? Yaani niachane na shemeji yako kivipi? Anyway, sikiliza nikwambie. Arofariki ni mdogo wako wewe. Lakini pia kumbuka, huyo mdogo wako ni rafiki yangu mimi. Kwa hiyo siwezi nikamwacha shemeji akaendelea kulia peke yake. Ingali maumivu ni ya sisi wote. Lazima tutaenda kumfariji. Sasa sikia, aliyekufa ni mdogo wangu mimi. Tumezaliwa tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja. Kwa hiyo chonde na kuomba ukae mbali na shemeji yangu. Kwani bro, wewe mbona unanifanya mpaka nikuhisi vibaya? Au wewe umehusika kwenye tukio la kumuua Dani? Unasema? Jasikia. Kwa unataka ujue aliyemuua Dani eh? Sasa utamjua. Endelea. Kwani hicho ndio kilifanya uniite hapa? Nimekwambia endelea. Naomba nisikize kwa makini sana. Wewe mwanangu sana. Tena sana. Mimi leo tumetoka mbali. Kwa umri mimi mkubwa, wangu wewe mdogo. Hichi kitu mimi sijafanya. Hapa kuna mtu hiki kitu kafanya. Tuchukue taratibu, tutamjua alifanya hivi nani. Na mimi sisi kukutenga na yule marehemu mimi mwanangu. Ukikataa basi, ukitaka kuungana na mimi, tuungane, tutajua huyu nani mbaya wetu. Mimi sisi kufanya kitendo hicho mma. Wewe mwanangu, naomba sikiza kwa makini sana. Mimi sisi kugeuka wewe. Naomba tukae chini, tufikirie, tuchunguze, alifanya tukio hili nani? Unaongea maneno mazuri sana, lakini maneno yako yana maumivu makubwa sana ndani ya moyo wangu. Laitani ningekupa nafasi ya uthubutu wa kuona maumivu ambayo unayopata mimi kutokana na wewe, usingekuwa na muda tena wa kunibembeleza ya kuongea maneno mazuri wakati bado mimi naendelea kuniumiza. Nisikize nikwambie kitu kimoja. Wewe unajua jinsi ilivyokuwa. Sitaki kurudia kitu ambacho wewe tayari ulishazungumza. Lakini elewa, yule mwanao mimi ni mke wangu, ananiuma sana. Ili mimi hapa naumia zaidi. Umenielewa sijui? Ila kidogo naweza nikasema umejaribu kunishawishi kidogo siku ya leo. Lakini ni vile vile mimi naomba twende kwenye makubaliano. Ili mradi ikishindikanika hii, mimi mzee sitokuja kukuelewa tena mzee wangu chako. Ulitaka ndani ya muda gani? Tusichukue muda mrefu sana, tutajua tu siku 5. Mimi inaniuma kama nilivyokuuma wewe. Tutamjua tu nani alifanya tukio hili. Mzee chako. Naam. Hii kija kushindikanika hii, mamangu mzazi akia Mungu na hapa mbele za Mwenyezi Mungu, hii kishindikanika tena utakuja kuna mimi mbaya, nakuja kukufanyia jambo baya. Na situmii kitu chochote, situmii uchawi wote. Wewe nakuchukua na kushika hivi na kuvunja kidogo kidogo kwenye mikono yangu mimi. Sawa? Wewe sema hivi nimekuelewa. Mimi ndio nishamaliza hiyo. Shauri yako. Ndani ya siku chache. Mimi nishachoka tu, kila siku nipanga kesho mimi sihusiki. Kama sio kumbe nani? Ala, hata nikata vidole haina shida. Mdogo wangu, nimekuja hapa. Nimekuja kukuambia maisha unayokutana na yule mwanaume wako. Maisha ya kuzini, mdogo wangu, sio mazuri katika maisha. Kama yule mwanaume angekuwa anakupenda, anakujali na kusamini, angekuwa ameshakuja nyumbani kwetu zamani na ameshakuoa. Lakini kiko wapi mdogo wangu? Kazi kutoa makovu tu kila siku, mara amekupiga, mara amekuzalisha. Juzi nimesikia habari zenu. Mmeenda kupigana kwenye mgahawani huko, mmetia aibu. Na kifupi mdogo wangu, unanitia mimi aibu. Kumbuka sisi ni Waislamu. Maisha haya mpaka lini? Hatujalelewa hivyo.
Mfano mdogo ndio dada yako. Nipo kwa mume wangu yule pale, tumepata kidogo tumekula, kikubwa tumekula. Tunamshukuru Mungu, maisha yanaenda. Sasa we maisha unang'ang'ania yule tanboy yule mtoto mdogo yule, atakupeleka wapi? Zaidi ya kuzalilisha. Au unapenda kupigwa na kuzalilishwa kila siku? Wewe nilingishie hivyo. Mimi sikuja kuchekesha, ila nakwambia ukweli. Hatutokea malaika yoyote mbinguni kuja kukuambia wewe ukweli. Zaidi ya mimi dadako kukuambia ukweli. Au wengine wanakucheka tu. Japokuwa nakwambia unapendeza nini, lakini wanakucheka ndugu wangu. Unatia aibu kwenye huu mtaa. Na nikitoka hapa mdogo wangu, mimi naenda kuongea na shemeji yako. Kama vipi bora uje kukaa nyumbani kuliko ni huyu mwanaume kukaa kila siku kupiga na kuzalilisha. Au unaona mdogo wangu? Hilo nitalifikiria. Usiniambie utalifikiria. Yaani hii sio ombi, hii ni amri. Yaani nakuamrisha kama mimi dada yako kweli unanisikiliza, nataka kesho kutwa nikiongea na mume wangu akinikubalia tu na kuja kukuchukua tukaishi nyumbani kwangu. Kwa faida yako mdogo wangu, sio faida yangu mimi. Alafu nikwambie kitu, kuna uhai na kufa. Ipo siku utanikumbuka. Tena utanikumbuka baradhani hii. Na hakuna malaika yoyote kutokea mbinguni kuja kukuambia wewe ukweli zaidi ya mimi dada yako. Si unanielewa? Nakwambia kiupole. Mimi sikutakii mabaya wewe mdogo wangu. Mimi nakutakia mema kwa sababu damu mzito kuliko maji. Yule mwanaume, afu nikwambie kitu. Mwanaume hafujiki ila sisi wanawake tunafujika. Yule anaweza kwenda sehemu yoyote akachukua mwanamke anayemtaka, ila wewe aliyekuzeesha, aliyekuzalilisha na kukupiga anaweza kukuacha. Nani atatokea mtu kukuoa? Nani kwanza tulia basi, nyamaza kwanza. Ume umemwanza lini? Yaani ninapokuambia mdogo wangu, ajana siku ya 3. Sasa mbona kimba chakula kinatoka mimi sielewi. Ume hiyo umemwanza saa ngapi sasa? Sijui, yaani mimi mpaka nisijui nataka nikima anataka kulia kuti. Yaani mimi sielewi chochote mdogo wangu. Basi usilie, pole dada. Siwezi kuacha kulia mdogo wangu, siwezi. Basi kwanza tukwende tukamuone huko. Hem, twende kwanza tukamuone. Twende. Ya wapi? Tunaenda kumuona shemeji anaumwa. Unaenda kumuona mgonjwa? Ndio. Umemwaga nani yani? Kwa hiyo sasa hivi yani unajiamlia tu yani vyovyote unavyotaka wewe yani. Si ndio? Sasa si dharura. Hii ni dharura imetokea na ni ugonjwa. Kwa hiyo umeamua tu kujitokea. Alafu sikiliza wewe. Wewe unajua ndio unafundisha yote tabia mbaya siku hizi. Unajua sasa hivi ashaanza umalaya kwa sababu yako wewe. Nenda kwa dada, kumbe anaenda kwa dada, kumbe anaenda kudadika huko. Sasa sikia. Wewe kama unaenda kumwangalia si mgonjwa, si bwana wako, si nani yako, wewe nenda. Huyu mwache hapa. Hapa ndo ashafika huyu. Mdogo wangu, mwenye macho ya biona. Kama unanisamini mimi kulipenda utanifuata, lakini kama unapenda puzi zako basi nakwenda nayo puzi zangu. Acha mambo ya kipumbavu ujue. Wewe kama unataka kuondoka kwa kwani wewe ondoka. Huyu mwache hapa. Hapa ndo ashafika hapa ujue. Wewe hakuna kuondoka kwenda sehemu yoyote ile. Wewe utabaki hapa. Sitaki mambo ya kipuuzi mimi. Jamani. Mimi dadangu siwezi kukupinga hata siku moja. Na kwa hili sitoweza kukupinga kwa sababu ni la ugonjwa, ni dharura. Tuondoke dadangu. Wewe mpumbavu wewe. Huko na kwenda huko usirudi tena hapa. Wewe mpumbavu nini? Hivi unachukulia mimi mjinga? Wewe tena. Nilikwambiaje kuhusu huyu? Sikiliza. Hebu nakuomba kwanza subiri kama dakika moja basi. Sio niko na maongezi na mtu. Shem, unaweza kutuacha mara moja?
Wewe nilikwambiaje kuhusu huyu mtu? Hivyo mbona sikuelewi? Unielewi nini sasa hapa? Si nilikwambia kwamba kaa mbali na huyu mtu? Sikiza nikwambie bro. Unavyohitaji mimi siwezi nikafanya hivyo. Sawa? Kumbuka huyu ni shemeji yangu, sawa? Pia na haki ya kuongea naye unavyohitaji wewe, mimi siwezi nikafanya. Sawa? Kwa hiyo nakupelekesha si ndio hii? Nilishakwambia kaa mbali na shemeji yangu, lakini bado tu unaendelea kuwa karibu naye. Unatafuta nini wewe? Sikiza nikwambie ndugu yangu. Mimi naona saizi umevuka mipaka sasa. Subiri nikwambie. Nilishakwambia kaa mbali na shemeji yangu, lakini bado tu unaendelea kuwa karibu naye. Unatafuta nini wewe? Bro, usinitishe. Sawa? Nakutisha Nakwambia usinitishe. Kwa sababu gani? Sawa? Sina chochote ninachokifanya na huyu mwanamke. Ila bali na mtiti kama shemeji yangu. Pia roho fariki, sio ndugu yako tu, mimi ni rafiki yangu. Sasa mimi nina uchungu kushinda jinsi unavyofikiria. Maki huyu aliyofariki ni damu yangu. Unanizuia mimi kuongea na shemeji yangu? Huyu shemeji yangu na nitamfariji kama shemeji yangu. Unamfariji? Unamfariji? Sawa. Sasa subiri nikwambie. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Naona sasa kuna kitu unakitafuta. Anyway, yasiwe mambo mengi. Hili unachokitaka wewe mimi siwezi nikafanya hata siku hii. Shemeji, umeniita nimeitikia wito. Ndio shemeji, nimekuita. Na nilichokuitia hapa, nataka nijue ni kitu gani unanificha shemeji. Yaani sijakuelewa bado. Kuficha kivipi? Yaani usijifanye ujue ninachomaanisha ni kitu gani. Shemeji, wewe kuna kitu unakijua na hutaki kuniambia mimi. Kwa nini? Shemeji, nisio muongo. Sifahamu lolote. Laiti ingekuwa najua chochote, ningesha kujuza mapema mbona. Shemeji, nakuita tena shemeji. Unakumbuka ile siku ulivyokuja nyumbani? Samahani kama utanielewa vibaya. Lakini ninachokuambia sijui ni kwa nini, ila naamua nikwambie. Nilikuwa napenda kama ingewezekana hii ndoa usifunge. Kama kuna uwezekano ningekuomba kabisa ondoke. Samahani kuulize. Nani mwenye makosa kati ya mpigwaji asiyejua kosa lake na mpigaji mwenye makosa? Nisha, ngoja nikwambie kitu. Usilolijua ni sawa na usikuagiza. Yatakurudia. Kuna kitu uliongea. Na ndio maana nakwambia kuna vitu unanificha. Ni kitu gani hicho unachonificha mimi shemeji? Shemeji bwana. Kuhusu yale mambo. Ilikuja tu nikajikuta nakwambia usiolewe na rafiki yangu. Lakini haimaanishi kwamba ninajua kinachoendelea ni kipi au kilichotokea ni kipi shemeji. Wewe kuna kitu unajua. Na ndio maana hata ile pindi ile ndoa mimi nataka kuingia kwenye ndoa ulikuwa ulikuwa unanikatalia kabisa mimi nisiolewe na ule rafiki yako. Ikimaanisha wewe kuna kitu unajua. Na ndio maana hutaki mimi niingie kwenye ile ndoa. Shemeji, mimi sifahamu chochote. Ningekuwa nafahamu narudia, ningesha kuambia muda. Pia kuna sehemu naenda. Tutaongea siku nyingine. Sawa, wewe nenda ila kama ukijua. Mzee Chaku, nimefurahi kukuona. Asante. We mzee, na sitofahamu nyumbani kwangu toka utokee msiba wa mpwa wangu. Kuna la pili
kuna sitofahamu kuhusu mpwangu. Unaniharibia ikiwa yule ni bado mdogo. Kuna lingine au hilo tu? Hilo dogo? Au umelidharau? Naomba nisikilize. Kama nili nitafute tena baadaye. Afa ninaomba. Kama una muda, mimi na wewe tukutane baadaye. Tukumbuke enzi. Una enzi gani baina ya mimi na wewe? We, jiangalie. Tena jiangalie, alafu jiulize kwamba mimi na wewe hatuna enzi. Kweli dunia imekwisha. Hata we pia. Najiona queen. Mimi lazima niunganishe wazi, zipige shoti hapo. Mimi ndo mzee chako.